Nakuja. Nakuja. Hivi kaka, kwa nini na sisi tusipambane tukapata kile kiti cha kichawi? Kwa sababu hakuna kitu kizuri kama uongozi. Unapokuwa kiongozi wewe ndo unakuwa una mamlaka. Kipala, uko toka. Wewe ndugu zako wote ushakula. Sasa hivi unaenda kugombea uongozi wewe kwa ndugu gani ulokuwa naye? Wakati wote umemaliza Kipala. Kwani si hata wewe si ndugu yangu? Mimi ndugu yako tangu lini? Kwanza hapo ukiingia umeingia mkenge. Mimi mwenye chawi la wachawi. Kweli kweli. Naweza nikabadilisha vitu vyako vya mbele vikakaa nyuma. Jaribu uone. Mimi nikwambie tu kaka. Tuachane na hayo masuala ya ndugu. Lakini wewe una kinyota fulani cha uongozi. Mimi nina imani 100%. But all in all ukigombea uongozi wewe unapata na mimi nakuwa nakupambania na kuwa chawa wako. Yaani mimi pale wewe ukigombea uongozi napiga PA, naanza Simbawanga, Bariadi, naenda mpaka huko Mkwela, natoka naingia Ngende, Kolelo, natangaza tangazo. Jamani Chenga anataka uongozi. Mkimpa uongozi mashambani siku hizi amlimi na majembe wala amlimi na madreda, inalima misikule. Watu Kweli kinyota cha uongozi inawezekana nacho. Ila mimi mwenye ndugu sina kaka. Lakini ningekuwa na ndugu ningemtoa, ningeupata uongozi maana unanoga. Kwa mfano tungepata uongozi sasa. Mimi ningeenda India. Kuna masista do fulani nawapenda sana kule India, mademu wa Kihindi. Japokuwa shepu hawana lakini kuna vitu vyangu kidogo anavyo. Yaani nikikuangalia kabisa na wewe ukila uongozi unakuwa kama Anthony Chipando. Lakini sasa inabidi ufosi hata 1.5 sasa hivi hapa kwa ajili ya mafuta gari la PA, unajua tena. Kipala. Mafuta ya nini kaka? Kwenye mambo kama hayo. Wakati wewe mchawi wa machawi na kujua. Unaweza kayuka tu pia ukafika eneo husika. Uongozi ushakosa na shati lako la draft kampiga matarumbeta. Twenzetu. Utaiwachia. Yaani matoto yana akili hata kidogo. Mtizame macho yake na nywele zake hizo. Umevuta bangi zako huko, umeshindwa kutulia nazo, ukaona nguvu zako zote ujumalizie kwangu. Unataka kupigana na mzazi wako? Hivi una akili kweli wewe Nilo? Muoneni dada yake na yeye. Eti kaondoka hapa si kaenda kutafuta bwana. Yaani mtu ana msiba ndani, mama yake kafa, binti mzima kabisa yule kuolewa kabisa. Anaondoka. Eti wanansusia msiba. Mnaondoka eti unafunga kikufuli chako. Unaweza kama siwezi kuzika. Mimi nitazika. Mimi nitazika. Nishazika sana, siogopi kama kijiji kitasemaje. Sisi tushazika sana. Hapa tunaastiri, tunaangalia tu mnavyozunguka. Sasa kama nashindwa kuzika, mnazika. Ugomvi wa nini? Mbona mnatia aibu hapa kijijini, mnaleta taharuki. Kila sehemu ambayo watu wanapita mnaongelewa, nyinyi tu mkibishana. Huyu tuzike, huyu tusizike. Kwa nini lakini mnafanya vitu kama hivyo? Wote si watu wazima nyinyi. Aibu yangu, aibu yao.
Yaani mvulana mzima huyu tayari tena ameoa na ana mtoto. Unashindwa kumstiri mama yako? Mtizame bangi zake hizo, hilo. Nenda bwana Mwanakwenda. Na anasema hivi, mimi nazika. Mimi sitojali kijiji kitasemaje, eti kitaniangaliaje. Mimi Sauda nazika, maana hizi kazi ni kazi ambazo tushafanya. Yaani hata nyie msipoamua kushirikiana na mimi, naamua Shikamoo. Shikamoo ya nini? Haya, nyumbani kwa watu saizi unafuata nini? Nilo nimemkuta. Nilo nimemkuta? Wa nini? Nimetokea kwa Mama Kabichi, nimeagizwa. Mama Kabichi? Ndio. Hatuni chochote, ule sio uchungu. Lakini hata muda wake kujifungua umefika. Ila kitaalamu hatuni dalili zote zile. Sasa sijui ana shida gani. Dokta, ngoja kwanza. Unajua nini daktari? Yaani tulivyotoka nyumbani, mke wangu alikuwa anaonyesha kabisa kwamba tayari kashafika kwenye muda wa kujifungua. Sasa inawezekanaje kwamba unavyoniambia kwamba hamuoni kitu chochote kile? Nielewe, hatuni chochote kile. Mkeo ni mzima wa afya. Ila kuna sitomfahamu hapa. Sawa daktari. Kwa hiyo unakusudia nini kuniambia hivyo? Au kama kutakuwa kuna njia yoyote mbadala unaweza ukaniambia tu. Kikweli nahitaji mke wangu uweze kumsaidia. Sisi kitaalamu kwa upande wa sima daktari tumejaribu kupima ikade vipimo, tumeona hamna shida yoyote. Kwa hiyo tuko tunashauri tuone wazee wenye macho. Sawa daktari. Lakini ukweli ambao naokuambia, kati yangu mimi na mke wangu ndio kwanza mimba yetu ya kwanza. Kwa hiyo hatujui chochote kile babangu. Naomba sana msaada wako. Haye mama we. Amekutuma uje uchukue mwili? Hivi Mama Kabichi ananitafuta nini mimi jamani? Yaani kaniona kwamba nakaribia na nani hii afu ana wow, hivi unamwelewa huyu kweli? Wewe ina maana wewe na Mama Kabichi mnanizunguka wewe ni ripota wake, yani amekutuma, si ndio maana yake? Amekutuma huku. Sema basi. Wewe wapi? Toka! Tizame gani lake muone. Hatukai hata tukatulia. Yaani mtu nasubiria. Sauda, fanya tuzike. Nimekuelewa. Shangazi, upo sawa kweli? Mimi? Wewe? Mimi niko sawa. Yaani hapa msiba umenivuruga. Yaani unajua mdogo wangu, yaani ninavyokaa hapa wifi yangu anateseka, unajua. Yaani wifi anavyoteseka, naona kabisa kaka anazengezengea, afu kaka ananiambia hivi, kwa nini uziki? Kila siku kaka ananiuliza, kwa nini uziki? Kwa hiyo hapa ni msiba. Wewe nini? Hivi nini kimekufanya umpeleke Suzi hospitali? Wewe mbona bongo wako umelala wewe? Mama, yaani mtu ameshikwa na uchungu, anaugulia maumivu kila wakati. Ulitaka nifanye nini? Ungemleta kwangu kwanza. Sikia, nenda kamfuate huko hospitali kabla mambo hayajaribika. Hivi mama, unakisikia kweli hicho kitu unachokizungumza?
Yaani kwamba mtu anaumwa, yuko hali dhoofu hali, nimlete nyumbani kwako? Hospitali ndo sehemu sahihi kwake na sio hapa nyumbani kwako. Sawa, ngoja afe sasa, kule ndo utamla nyama. Wewe vipi? Mbona unasimama njiani kama nyoka anayesubiri kumgonga mtu? Amna. Shikamoo mama. Marahaba, ujambo? Si jambo. Sijakuona kutokea kwenye msiba wa mwili mwenzako. Unasemaje? Yaani sikukuona kwenda kwenye msiba wa mwili mwenzako. Mimi unavyoniona hapa, siwezi kwenda misiba yenye utata. Sababu kile kifo ni cha utata. Si unaelewa hapo? Ndio maana sikwenda. Hivi wewe unajua nini kimetokea katika msiba wa mama yake Nilo? Au ni nani amemuua mama yake Nilo? Sijui. Hujui? Hujui hata sababu ya nini yeye kupatikana na kifo? Unajua? Na sababu ya kifo cha baba yako unajua? Hujui Sasa usishoboke. Tena usinishobokee kabisa kuniambia niende katika misiba ya watu. Sasa nikuambie kitu kimoja tu. Aliyemuua mama yake na Sandra ni shangazi yao. Na wewe aliyemuua baba yako ni shangazi yako. Kwa hiyo uweni makini sana na hao mashangazi. Shangazi. Shangazi, huu mguu ulikuwa ni wa kwako. Hivyo nashukuru hata kwa kukutana hapa njiani. Sawa shangazi, haina shida. Unaweza tu kaniambia. Kuna kitu nilikuwa nakwambia kwa muda mrefu sana, lakini ukawa unanipotezea kabisa. Yaani hauna msaada wowote na mimi. Kitu gani hicho shangazi? Ni kuhusu baba yangu. Mara kadhaa nilikuwa nakwambia baba ananitokea ndotoni. Na nilikuwa nakueleza kila nikikutana na wewe. Na wakati mwingine ilibidi nikufuate nikwambie hilo. Lakini hakunisaidia chochote. Sasa leo kuna mzee nimekutana naye. Ni yule mzee anayepita katika hivi vijiji kwa mwaka mara moja. Mzee gani? Anaitwa Mzee Tano. Tano?
na nilimpeleka moja kwa moja mpaka katika kaburi la baba, na akasema pale hajazikwa baba yangu, uliozikwa pale ni mgomba. Kitu ambacho kinaniumiza kichwa, hakuishia hapo tu. Yule mzee aliniambia aliyemuua baba yangu ni shangazi yangu. Tamara, yaani unajaribu kusema nini? Unajua, naona kama unataka kunirudisha nyuma, kunikumbusha machungu mazito niliyoyapitia. Yaani wewe mwenyewe unajua mwanangu, hakuna dunia hii mtu niliyekuwa nampenda kama baba yako. Sasa inawezekanaje mimi nikamuua baba yako? Tamara, Tamara, unanikumbusha jamani, unanitia uchungu mwanangu. Jamani, tia uchungu zamani. Jamani, kaka yangu mimi. Jamani, mtoto kanikumbusha machungu mimi jamani. Tulibakia wawili tu jamani. Wewe mbwa, cheza unakochezaga, chezea unavyochezeaga. Marufuku kuchezea vitu vyangu. Nani alikutuma utoe iko vitu Nani alikutuma? Nakwambia hivi, nani alikutuma? Acha kuchezea vitu vyangu. Hakuna samani. Mpumbavu. Unajifanya kujua. Unajua kila kitu humu ndani, si ndio? Kumbe una kiranga. Sasa nakwambia hivi, mwenye kiranga hata ulaliwa matanga, hususa wewe mpumbavu. Chochote kilichowekwa kwa huyu mtoto kwa ajili ya kumzuru au kwa jambo lolote baya kitoke, ili huyu mtoto aendelee kuwa huru. Kafurudome Nduje. Si wewe. Ni nyama, tuondoke. Baba, ina maana huyo mtoto tunamwacha baba? Ndiyo. Kuna nyayo za watu zitapita, zitamrudisha alikotoka huyu mtoto.
Toto, unaenda wapi? 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 Kwa bibi. Twende sawa? Yusra, wewe koma wewe. Uwa mdomo wako nitaukata mimi. Hivi huwezi kukaa kimya? Haya wewe mpambe na mpambanuzi, huyo mtoto umemtoa wapi? Nimemkuta kule barabarani akiwa anatembea mwenyewe. Kwani makini na mtoto mama? Haka katoto kana nini? Kametokaje kule kulini? Mbona mbali sana? Au kamechanjiwa nini? Ngoja tuone. Sauda, wakati ni ukuta, ni bora ungefanya maamuzi mapema kabla mambo yajaanza kuwa mengi hapa. Ni sawa unavyosema, lakini unaangalia na mazingira ya kuzungumza Chenga. Kuna askari kama Kufuli iko pale, kuna maaskari wengine wa kujitolea. Ifike mwisho tuchukue maamuzi, na tayari nimeshafika mwisho na nishachukua maamuzi yangu ambayo naona mimi haya yanastahili. Mmeshazalilisha sana hichi kijiji, imekuwa historia katika vijiji vingine, sasa tunazungumziwa vibaya. Mmeshazalilisha sana serikali yangu ya kijiji. Sasa nimeshachukua maamuzi, nimepiga simu polisi, wako njiani wanakuja. Lakini mwenyekiti, polisi hapa wanahusikaje kwenye msiba jamani? Kwa sababu nyinyi mmeshindwa kuchukua maamuzi yenyewe tukazika. Haiwezekani mimi nikaendelea kudhalilika, serikali yangu ikadharaulika. Mimi najitambua. Sasa haya ndo maamuzi yangu na nimefanya hivyo. Na serikali ikifika tumtumia wangu namba 1 ni wewe. Si unajifanya wewe ni mvuta bange, umshindikana familia yako? Serikali ndio itakayokufundisha wewe. Utaenda kuongea na manyapala vizuri sasa.
Yaani tena ingewezekana polisi ingefika sasa hivi. Piga simu waje wamsombe, wamtoe hapa bwana. Shangazi. Nimekubali mamangu azikwe. Enyi mizimu ya upoloto, naombeni Suzi huko aliko hospitali akaumwa uchungu wa ajabu na asiweze kujifungua, wamrudishe hapa hapa nyumbani. Kama moto huu unavyowaka, basi tumbo lake likawake moto, wamrudishe hapa nyumbani. Azikwe? Ndiyo. Asante Mungu, kazi kwisha. Nimekutana na shehe, amenipa elimu ya kutosha. Mwanzo nilijua mtu akifa amekufa kwa imani za kishirikina, lakini kumbe mtu anaweza akafa kwa rehema za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nimekubali mama yangu akapumzike kwa amani. Mama yangu azikwe. Jamani, Mungu ni mkubwa. Asante Mungu. Leo nilo. Hakuna kuzika. Nimesema dada yangu hazikwi. Nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama.